Kitu kama ya Rongo sio kitu imeanza jana. That is hiyo ni kitu ambayo imekaa pale kwa muda. So kwa nini walikuwa wanakaa sasa ndio wamekuja? Kwa hivyo watu walikuwa tunatakana sasa kama kuna kitu imejulikana ifuatiliwe mara moja, kwa sababu kama watu walikuwa wametoka kwa manyumba zao na wameenda kwa hiyo hapo Rongo, na hii sio jana. Sijui nyinyi watu wa media muende mfanye hiyo kitu. Hiyo kanisa ilianza mwaka gani? Utakuta kwamba ni kitu ilianza miaka mingi hapo. Na mpenzi mtazamaji, karibu sana katika kipindi kingine tena siku nyingine. Kumbuka kwamba kuna tukio ambalo limegonga vichwa vya habari kwa siku kadhaa zilizopita. Tukio ambalo lilifanyika katika eneo au kaunti ya Migori, eneo bunge la Rongo, eneo la Upapo, ambalo linatukumbusha miaka miwili matukio ambayo yaliweza kufanyika katika kaunti ya Kilifi, eneo la Shakahola, ambapo mili zaidi ya 500 iliweza kugundulika katika eneo lile. Na hadi kufikia sasa, baadhi ya familia zaidi ya 200 bado kupata fursa ya kujua wapendwa wao wapo wapi ili waweze kupewa mili na serikali kuwazika. Swala hili lazidi kuzua tumbo joto na kushtua wengi. Hii ni baada ya mili miwili kupatikana katika kanisa hilo la The St. Joseph Missions, ambapo wawili walikuwa wameaga dunia kutokana na dini potovu. Swali likisalia kwa wengi ni kwa nini watu ambao wanajiingiza katika dini ambazo ni potovu, basi na kujali viongozi wa makanisa haya wanazidi kuwapotesha licha ya wao kuona kabisa wanazidi kupotea. Tutakuwa nazungumza na mmoja wa wenyekiti wa miungano hii ya makanisa, tueleze yeye kwa kirefu, je, anahisi ni kipi ambacho kinasababisha haya kuendelea, kwa sababu watu ambao waliweza kuokolewa katika kanisa lile 57 vile vile waliweza kukataa kupata matibabu kwa sababu hali yao ilikuwa imedhoofika. Tutakuwa nazungumza naye atueleze, pengine ukianza, jina lako ni nani ukitazama runinga yetu, tuambie jina lako ni nani hasa siku hii leo. Majina naitwa Apostle Charles Isaboke, Moses Isaboke. Mimi ni mwenyekiti wa Evangelical Alliance of Kenya Kisii County, na pia mimi ni mhubiri katika kanisa la Anointed Faith Mission Church hapa Kisii na Kenya. Na asante. Pili, swali la kwanza tunaanza nalo. Unadhani ni kwa nini baadhi ya watu huweka imani potovu kwa viongozi wa kidini hata wakati wanaona ishara tu wanadanganywa? Unajua makosa makubwa ya binadamu, kila binadamu amesaliwa tofauti. Naam. Na ndiposa Mungu mwenyewe ama Hosea nabii katika Hosea 4 anasema watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Watu wengi hawana maarifa ya neno la Mungu, kwa sababu wakati watu wanaongozwa ni vizuri waongozwe na mtu ambaye anawafundisha neno la Mungu. Sasa kuna watu wanaongozwa na mtu wanamfanya kama Mungu wao, lakini wao hawaelewi Biblia, na ndipo Hosea inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Tukiangalia kwamba, je, wewe unaamini kwamba watu huenda au dini huenda ikawafanya watu kupotoka au kupofuka, yani tunasema brainwashing kwa lugha ya Kiingereza? Okay, unajua mambo haya yalikuwa hata katika Biblia. Sio maneno mageni ambayo tunayaona saa hii. Katika Biblia wale wataenda kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume 17, utaona Paulo akipita aliona imani potofu katika Antene walipenda kuabudu miungu mingine ambayo sio Mungu. Na saa hii ile imani ambayo iko, ambayo tunaona kama Rongo, ni imani ambayo ni potofu, kwa sababu imani ya kuweka watu mahali ambapo ati hawezi kutoka, hata wakigonjeka watakaa hapo mpaka wakufe. Hiyo imani haiko katika Biblia, kwa sababu ukiangalia hata ule mtu mwenye alikuwa karibu akufe alibebwa akapelekwa kwa Yesu amuombe, na Yesu hakuacha akufe. Mbona hawa wanaweza kuweka imani yao kwamba mtu analetwa pale na aponi na mwanamwacha akufe? Namba 2, Yesu amezungumzia mambo ya hospitali. Yesu mwenyewe amezungumzia mambo ya hospitali. Amesema nitakuwa hospitali usije mkaniona. Siku ile atakuja atawauliza, nilikuwa hospitali huku kuja kuniona. Kwa hivyo Yesu amezungumzia mambo ya hospitali. So imani hii ambayo imekuja watu wameleta saa hii ni imani yao, imani potofu. Mimi ningesema kwamba kama serikali wakati wanaregister
makanisa kama hayo, sheria ikue kwamba mtu anapoenda kuregister aonyeshe imani, na imani iwe ni moja. Naam. Imani iwe ni moja. Kama ni Catholic, imani ya Catholic inajulikana. Naam. Kama ni SDA, SDA inajulikana. Kama ni Pentecostal, ijulikane imani yao. Mtu asiende kuregister pale, aregister na imani tofauti. Na wakati atakutwa kama sasa hawa ambao wanaweka watu, unajua wanatumia scripture kidogo, ninajua scripture. Wanatumia Matendo ya Mitume 2. Bali Biblia inasema walikuwa wanakaa pamoja kila siku. Sasa hiyo unajua ni mitume. Hatuko kwa wakati wa mitume. Hatuko wakati wa mitume. Mitume walikaa kila siku katika hekalu, lakini Biblia ituambii kwamba walikuwa wanalala. Biblia inasema walikuwa wanakaa huko kila siku. Hiyo inamaanisha kuna mahali walikuwa wanatoka wanakuja kwa church. Na hiyo ni wakati wa mitume. Saa hii tuna century hizi ambazo zinabadilika. Century ya mitume ilipita. Na century sasa ambao tuko nayo ni century nyingine. Hatuwezi kwenda vile walikuwa wanaenda. Kuna vitu tunafuata, lakini sio ile ya kusema kwamba okay, hata Biblia inasema waliuza vitu yao, wakauza mali yao, wakaleta wakakaa pamoja, wakaanza kukula pamoja. Sasa unaamini saa hii watu wote wangeuza mali waende kukaa kanisani? Sasa hiyo itakuwa ni dunia gani? Sasa dunia lazima iwe na mambo ya Mungu ambayo inajulikana. Kwa kifupi, je, tukiangalia, kwa nini unahisi kwamba waathiriwa wengi hasa ambao wanapatwa na jambo hili kutoka kwa familia ambazo hazijiwezi au tunaita familia ambazo zinataabika, familia maskini? Je, kwa nini unahisi kwamba hawa ndio ambao wanapatwa na kushawishika kwa urahisi? Unajua shida shida imekuja na shida iko. Na shida ndio inafanya hata watumishi wa Mungu wanatumia watu wako na shida. Na wakati hata katika Biblia tukiona Yesu mwenyewe amesema kama ni umaskini haitaisha. Hata kama ni magonjwa sio wote waliponywa. Biblia inasema hivyo. Hata wenye ukoma sio wote waliponywa. So usiweze kuweka kanisa useme ati kila mtu ukikuja hapo utapona. Ati kila mtu haiko hiyo. Hiyo ni mdomo wanatumia. Lakini kama kuna mtu atapona, kuna kupona. Sikatai kwamba hakuna kupona. Kuna watu wanapona, kuna miujiza inafanywa ya kimungu. Lakini watu ambao wanatumika sana, hata sio maskini. Uliona kule Sakaora kulikuwa na mtu alitoka US akakuja kule. Sakaora kulikuwa na lawyer, aliwacha kazi akaenda pale. Sio, ni imani zingine ambazo ziko na imani tofauti ambayo haiko katika Biblia. So lazima tuambie watu wajue kwamba shida inapotokea ni nini mtu anatakana kufanya. Tukiangalia kwamba kitu hiki kimetendeka baada ya miaka 2, tumetoka Shakahola, hatujapona, bado watu hawajasahau wale mambo. Wengine zaidi ya watu 500 wako pale, bado wengine walikuwa wanaendelea kufukuliwa. Na tunaona kwamba bado familia zingine hazijarudishiwa mili yao ili waweze kuzika wapenda wao. Bado wengine bado wanaendelea lakini tena kitendo kama hiki kinatendeka tena. Je, unaona ni nini? Ni watu kupofuka na hawaoni ama vipi? Makosa mimi naweza sema makosa ni serikali. Makosa ni raia. So kitu kama ya Rongo sio kitu imeanza jana. That is hiyo ni kitu ambayo imekaa pale kwa muda. So kwa nini walikuwa wanakaa sasa ndio wamekuja? Kwa hivyo watu walikuwa tunatakana sasa kama kuna kitu imejulikana ifuatiliwe mara moja. Kwa sababu kama watu walikuwa wametoka kwa manyumba zao na wameenda kwa hiyo hapo Rongo, na hii sio jana. Sijui nyinyi watu wa media muende mfanye hiyo kitu. Hiyo kanisa ilianza mwaka gani? Utakuta kwamba ni kitu ilianza miaka mingi hapo nyuma. Na kwa nini saa hii ndio imekuja kujulikana? Na kuna watu wanaishi huko. Mbona wazee kama ni bibi yako alienda, mbona hakuenda kuripoti? Kama bibi yako ameenda, amefungiwa kwa charge, akuji nyumbani na chief wako, administration iko, michi 10 iko, angeenda report. Ili mambo kama hayo yasije yakaleta maafa. Kuna kanisa hapa hawapeleki watu hospitali. Hiyo kanisa kama ipeleki watu hospitali inatakana kufungwa. Inatakana kufungwa. Kitu ambacho unajua uwezi kufunga kanisa ni kanisa uwezi kufunga kwa sababu ya maombi. Uwezi kufunga kanisa kwa sababu watu wanakesa. Uwezi kufunga kanisa kwa sababu watu wananena kwa ndimi. Kuna njia uwezi kufunga kwa sababu tuna uhuru wa kuabudu. Lakini uhuru wa kuabudu uwezi kutumiwa watu waweze kufanya vitu vyao vile wanataka. Kwa sababu sheria ya Kenya kuna uhuru wa kuabudu, lakini uwezi kuabudu vile unataka. Sana sana kama watu binadamu, unajua binadamu ni watu wa maana sana. Uweke watu mpaka wakufe. Hiyo iwezekani. Je, unahisi kwamba ni hatua gani ambazo zinafaa kuchukuliwa na serikali au hizi haya
mashirika ya kidini ili kuhakikisha kwamba familia au Wakenya wengine hawezi kupofuka kupitia dini hizi potovu? Mimi ningeomba serikali isikane na sisi. Unajua tofauti ni kwamba serikali hajatupatia mandate ya kutosha. Ila tu tunafanya sisi kifyeku. Kama wangetupa nguvu ya kutosha, tungeweza kufanya vile tunaweza kufikia makanisa kama hayo. Na namba 2, serikali yenyewe iko na uwezo. Kama vile sasa wamesema hapo Rongo kwamba watafunga, wasisema watafunga na tena kesho ukute kwamba imeendelea. Kanisa ilifungwa. Kanisa ilifungwa jana. Tena ukute imefunguliwa. Na ninasikia kwamba ilikuwa ichachasiliwa. Ijasajiliwa hiyo kanisa. So kanisa kama hiyo ichachasiliwa na halafu baadaye unakuta kwamba sasa wataenda wakimbie, waende kurejesha hiyo kanisa na kanisa ikuje kufunguliwa kwa sababu hakuna makaratasi. Kwa hilo ambalo umesema, ni kipi ambacho unahisi kwamba serikali na wenyekiti kama nyinyi wa mashirika ya kikanisa mnastahili kufanya ili kuhakikisha kwamba mnadhibiti usajili wa makanisa ambayo yanakuja sasa hivi? Kwa upande wetu kama Evangelical Alliance of Kenya, unajua hii shirika ni shirika kubwa sana. Naam. Hata saa hii sasa ile sheria iko, ukienda kurejesha kanisa lazima ukuwe na barua ya Evangelical Alliance of Kenya. Na sasa hii ni mambo ya Pentecostal. Unajua sasa kuna dini, kitu hujajua, kuna dini tofauti. Ile dini ambayo niko na ile dini ambayo ili ya Rongo ni tofauti. Ile dini ya Rongo wanaabudu mtu aondeto mwenye alikufa sijui miaka gani ndio wanamuita Yesu. Sasa dini kama hiyo sisi hatuko hapo. So serikali ndio ichukue hatua ya kuweka mikakati ya kujua kwamba hili shirika lina imani hii. Hii shirika ina imani hii. Hii shirika ina imani. Iweke mikakati na sisi tuwe alert kwamba chochote ambacho kitatokea serikali tupatie nafasi hiyo kwamba sasa dini yoyote ambayo itakuja kinyume na sisi pia sasa tutaanza kuchukua hatua. Tukiangalia ni dini ya Kikristo hasa hupatwa na mikosi kama hii. Hatujasikia mikosi kama hii kwa dini ya ndugu zetu wa Hindi, dini za Waislamu na ni kwa nini unahisi kwamba swala hili linatupata sisi wa Kristo? Kila kanisa iko na mikosi yake my friend. Labda hujajua waenda kwa media iko. Iwe ni Catholic iko, iwe ni SDA, unasikia vile mahali kila dini saa hii shetani ameingia. Sasa shetani mwenyewe ndiye anatawala. Sasa kile kitu kitasaidia Kenya ni Mungu tu ashuke kwa sababu Mungu anasema hivi katika maandiko, watu wake ambao wanaitwa kwa jina lake watakaponyenyekea. Humbleness ndio hakuna katika wachungaji. Wengine wamekuja kama prophet, wengine wamekuja kama sijui wachungaji senior, wengine wanaitwa wachungaji mashuhuri. Sasa Biblia inasema kama watu watanyenyekea waanze kuomba ya ukweli. Sio ile kuomba ya kifo. Kwa sababu kuna maombi ya kibiblia. Hata Yesu mwenyewe amepeana nafasi ya kuomba kibiblia. So watu wakiomba kibiblia na watu wafuate njia hiyo, nafikiri tutaweza kusima hii vitu ambao inaendelea. Lakini kama vile unaona unasema kwa nini ni hii, lakini dini zote saa hii siko na disaster. Dini zote saa hii siko na shida. Na kwa sababu shetani ameingia kila mahali, anagusa kila mahali, anagusa kila mahali. Lakini upande wetu mimi naweza kusema kwamba serikali tupatie mandate. Na hii mandate kama tuseme Kisii County, tushikane na governor, tushikane na serikali ya county, county commissioner. Nashukuru county commissioner wa Kisii ameshikana na sisi sana. Na tunafanya kazi pamoja. Na unajua kama Evangelical kuna forum nyingine inaitwa Kisii and Pastors Forum Graduate. Tunashikana pamoja. Na tunafanya hii kuna vitu kadhaa tumejaribu kufanya. Tumejaribu kufikia makanisa fulani, tumejaribu kufikia vitu fulani na tunaendelea. Sio kwamba tunalala. Lakini sasa unaona sasa kama kule Rongo, kanisa la Rongo, watu wa Rongo, wale ambao wanasimamia Evangelical Alliance of Kenya Rongo, kama kuna Pastors Forum Graduate Fellowship Rongo, wasimame na waanze kukataa hiyo imani potofu. Na hiyo imani sijui kama wataikataa kwa sababu ni imani imekaa miaka na miaka. Unasema imeshakita mizizi. Imepita mizizi na iko na branches all over Kenya. So sasa sijui mkubwa wao ni nani ambaye labda yeye ndiye atatafutwa. Unajua sasa ukienda kwa branch kwa hivyo unasema hata wakishika hao wadogo. Sasa wadogo na iko kila mahali. Hiyo dini iko kila mahali. Ukienda Kisumu kila mahali, iko kila mahali imeshika mizizi. So serikali hii kuja afunge kanisa moja na ingine iko, sijui kama itawezekana. Je, unahisi kwamba mtu atafanyaje kujua kwamba
hili ni kanisa, si kanisa la uokovu ila ni kanisa la uovu. Je, kujua kwamba hili ni dini hatari, mtu atajuaje? Yesu anasema mtawajua kwa matunda. Unajua ukicha kwangu kama mtu amekuja kwa kanisa letu aone matunda. Na ubiri namna gani, napeleka watu namna gani, achunguze. Unajua mtu kucha tu ukae na ufanye upelelezi wako. Na hata Biblia imeturuhusu kwamba mpime kila roho. Mjaribu kila roho, sio mpime, mjaribu kila roho kama ni ya Mungu ama sio ya Mungu. Biblia imeturuhusu hivyo. So mtu akitaka kujua kanisa la ukweli, wacha aende pale. Number one, ajue foundation ya mchungaji. Huyo mchungaji ameoa, anakaa na bibi yake namna gani, anakaa na washirika wake namna gani, hiyo kanisa ina foundation gani? So mtu akielewa hivyo, atatoka aseme, akienda aone kuna kitu tofauti ambayo iende na maadili yake, anawachana nayo. Na sio lazima akae hapo. Na sio lazima mtu anapokuhubiria. Unajua sasa wachungaji wako hawa nabii wa uongo kwa sababu wamezungumziwa katika Biblia. Unajua wamezungumziwa sana manabii wa uongo. Hata Yesu mwenyewe anasema watatokea na watawadanganya wengi. Unaona neno kudanganya? Ndio sasa iko kila mahali all over duniani. Je, unahisi kwamba matukio kama haya huharibu vipi au huchangia vipi katika taswira ama huathiri vipi taswira ya Ukristo katika taifa zima au nchi nzima? Kabla hatujafika kwa taifa na nchi nzima, uwe inaharibu maadili ya dini ya Kikristo. Sasa unajua kama hiyo imefanya ama ya Sakahora iliharibu sifa ya kanisa yote. Unajua sasa hata kama mtu mmoja unajua Wakisii wanasema ng'ombe mmoja akiingia akunywa maji sote zimekunywa. So sasa inaharibu maadili ya kanisa, inaharibu heshima ya kanisa, inaharibu itikadi ya kanisa. So kitu ambacho tunasema halafu pia inaharibu na sifa ya nchi, inaharibu sifa ya county. Na ni vizuri pia tuamuke tuone hii sifa tutaifunika namna gani, tutaitetea namna gani ili sifa. Na kitu kingine mtangazaji, nataka niseme kwamba mtu mmoja akifanya makosa na wacha watu wasiseme ni wote. Okay, kama sasa Sakahora kulikuwa na mchungaji na ni mmoja, lakini sasa Sakahora makanisa yote iliitwa Sakahora Kenya mzima ama ulimwenguni. Lakini wacha tujue kwamba Kenya kuna watu wazuri, kuna wazee wazuri, kuna watu wanahubiri vizuri, kuna watu wamefuata neno vizuri. Sio wote wanauza maji, sio wote wanauza chumvi. So kuna watu wamezingatia neno. Kwa sababu hata mimi nilihubiriwa neno. Mimi sikufanyiwa sarakasi hizi watu wanaambiwa siku ya deliverance, siku ya ukombozi. Hizo ni masarakasi tu. Watu wanataka na kukua na vitu ambao ni faida yao wenyewe. Unadhani ni kwa nini watu au baadhi ya watu huweka imani ya upofu kwa uongozi wa kidini ambazo zinawaletea maovu kama haya? Ndio nimesema, unajua kuna kitu tunaita kwa Kiingereza doctrine. Doctrine ambayo ndio kitu ya maana sana katika mambo ya dini. Na unakuta kwamba hata serikali haielewi mambo ya doctrine. Sasa kuja kudhibiti makanisa ni ngumu. Na watu huwa wanaweka imani potofu ambao sio ile imani ambayo iko katika Biblia. Ndio tunaita doctrine. Na hii doctrine ukiangalia kila kanisa iko na kila doctrine. Hawa Rongo wako na doctrine. Kule Sakahora walikuwa na doctrine. Na zingine unakuta kwamba watu wako na doctrine zao wamejiwekea. Hata hizi dini kubwa, kila dini iko na doctrine yake. Sasa makosa makubwa ni haya, kwamba kwenda kudhibiti hiyo doctrine ya mtu ameweka. Sasa ukimuuliza atakwambia, atakupatia hata scripture. Una kila mtu ana scripture yake ya doctrine ile ameweka. Lakini haiendi na maadili, kwa sababu ukiweka hata tuseme sasa maji. Maji imezungumziwa katika Biblia. Hata chumvi imezungumziwa katika Biblia. Lakini jinsi watu wanatumia wanaanza kuiuza, wanaanza kuuza maji, hadi maji ni matakatifu. Ni vitu kama hiyo. Sasa hiyo ni imani ambayo imewekwa na watu. Na hiyo ndio nasema kwamba kama tutaruhusiwa tuende kuanza kujua kwamba kila kanisa ina doctrine gani. Mtu akicha kama ako na doctrine tofauti, tunaweza kumwambia hiyo haiwezekani na hiyo itafaulu na hiyo itafanya kazi. Je, unahisi kwamba kuna pengo kati ya elimu hii ya kidini na elimu ya uraia ambayo ndio chanzo ya kusababisha wananchi kudanganywa kwa urahisi
na manabii hawa uongo? Unajua pia elimu ni kitu ya muhimu sana. Naam. Unajua kuna watu wamesoma. Naam. Na sisemi kwamba mtu ambaye ameenda kwa Bible College huyo ni supavu sana. Hata wengine ndio bure kabisa. Ndio wanapotosha. Kwa sababu mambo ya Biblia inahitaji hekima ya Mungu, mambo ya Biblia inahitaji Roho Mtakatifu, mambo ya kibiblia inahitaji kuelewa Biblia. Lakini hii kuna ujinga fulani ambao unaweza kusema kwamba mtu ametoka tu from nowhere, ameanza kazi ya Mungu, hataki kwenda hata at least hata kusoma kidogo, hata kupatiwa mwelekeo kidogo. Sasa hiyo pia inachangia, kwa sababu kama mtu ni ajui vile anaweza kuweka watu. Unajua huwezi kukaliza watu wale wamesoma na wewe pia labda umesoma ndio, na wale wamesoma lazima uwe zaidi ya wao. Lazima ujue kile ambacho nawaambia ambao italeta ushindi, italeta mafanikio, italeta kitu fulani. Kwa hivyo elimu ya masomo inahitajika na sio lazima. Na kuna mtu anaweza kuwa hajasoma lakini pia ana hekima. Unajua hekima ni zaidi ya masomo. Ana hekima ya kuongoza, ana hekima ya kupeleka watu, ana hekima ya kusoma neno, na masomo pia inatupatia administration. Unajua kwenda kwa Bible College, Bible College haiwezi kufundisha juu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni Mungu anapeana. Lakini administration inatokanga kwa college. Unaenda namna gani? Unaweka pesa namna gani? Unatumia pesa namna gani? Unaongoza watu ni nini utafanya kanisa ulijunge liendelee, kanisa likue, na kanisa lisimame, usiende pande na usiende pande. Sasa mtu ambaye hana elimu kama hiyo unakuta anafanya vitu tu vile anataka. Pesa ikichangwa anaweka kwa mfuko anakula. Na unaona watu wanawaja kwamba hatujui pesa ilichangwa ilienda wapi. Sasa mambo kama haya. Je, unahisi kwamba familia au walezi wana wajibu gani katika jamii ili kuhakikisha kwamba wapendwa wao hawaingii katika mila na au dini hizi zenye itikadi kali na zenye uovu? Kama familia tunatakana tupeleke watoto wetu mapema, jamii zetu mapema kanisani kama vile katika Biblia. Kuna mtu mmoja katika Biblia alisema mimi na nyumba yangu tamtumikia Bwana. Sasa tukianza mapema, tusomese watoto mapema. Unaona hata Muislamu anaanza kufundisha mtoto akiwa mdogo. Na hata akikuwa mkubwa ni vigumu sana utoe ujenzi Muislamu kutoka kwa ile imani. Makosa ya Wakristo ni sisi tumeweka watoto kucheza. Ile activity ambao watoto wanafanya ni zile za ni kama ya kutumbuiza. Lakini watoto hawajawekwa katika foundation ya kujua neno wakiwa wadogo. So mtoto ajue kwamba maadili ya wazazi wetu ni hii na hii na hii. Mungu anafuatwa namna gani? Mungu anaheshimiwa namna gani? Mungu ni nani? Mtoto ajue Mungu ni nani? Mungu anasaidia nini? So mtoto akijua watoto hawezi kufika wamekuwa wakubwa alafu nakuta kwamba wanaenda kuingia katika hizo makanisa ambao ni potofu kwa sababu hawakuwekwa katika ground. So ningeomba wazazi wetu pia wachukue nafasi kukaa na watoto wao wakiwa wadogo. Usione mtoto ni mdogo, mkalise mambo ya dini, mwambie Mungu ni mzuri, Mungu amenitoa hivi, Mungu amenifanyia hivi, mtoto wangu fanya hivi. Na mtoto ambaye atafundishwa akiwa mdogo atafuata kile ambacho umemfundisha. Naam. Kwa neno la mwisho, watazamaji wetu, ni nini wewe utatoa ushauri kwao ili kuhakikisha kwamba mambo haya hayasambai, wito wao kwa jamii ni upi, ili kuhakikisha pia wao, kwa sababu wao ndio watu wa kwanza ambao wanajua jambo hili, ili kuweza kulikobesha kabla liweze kusambaa? Makosa makubwa ni Wakristo ambao hawajui neno. Naam. Timotheo inasema tangu utoto umeyajua maandiko. So makosa makubwa ni kutojua neno. Mimi nilikuwa naomba hivi, ukiwa kwa ofisi yako, hii simu iko na Biblia, soma Biblia pole pole tu. Na sio ati unasomewa. Sasa watu wako kwa runinga ndio Biblia. Watu wako kwa radio ndio Biblia. Ni siku gani wewe utakuwa Biblia? Ni siku gani wewe utasoma Biblia uweze kuielewa Biblia? Kwa sababu ukisoma Biblia hautadanganywa. Ukisoma Biblia hatutakuwa na hizi imani potofu. Makosa na makubwa ni ile kwamba hata tukienda kanisani, watu wengi wanaenda kanisani kusomewa Biblia. The moment anatoka pale amesahau. So make sure, nataka niwaombe kwamba tuanze kusoma neno la Mungu, tuanze kuomba.
kusoma neno la Mungu na kuomba ndio vitu ya muhimu sana. Na hizi vitu haiwezi kufanyika kama hujapeana maisha yako kwa Yesu. Wakati umepeana maisha yako kwa Yesu ni rahisi sana kusoma neno na kuomba. Lakini wakati hujapeana maisha yako kwa Yesu una time na hutakuwa na hiyo power ya kusoma neno na kuomba. So number 3 ni kwenda kanisani. Na hii bila tumesema enda kwa kanisa lile ambalo unaelewa kwamba huyu mchungaji mahadiri yake ni neno. Unaweza enda ukute kanisa liko pole pole, liko poa, lile ambalo unasema hii kanisa iko poa sana. Lakini anafundisha neno kwa sababu watu wengi hawataki mafundisho sahihi. Watu wanataka mahali wanaambiwa utapata Mercedes na Mercedes ni shilingi 10,010,000. Hiyo nafikiri Mercedes ni ya kununuliwa. Mtu akikudanganya utapata Mercedes, hiyo ndio watu wanataka. Utapata nyumba kubwa, utatembea ng'ambo, utaenda ng'ambo sio mbinguni. Hata ukikaa hapa Kenya na ubarikiwe, sio lazima uende ng'ambo. So watu wakisikia utaenda ng'ambo, mtu anasimama anasema haleluya, watu wanachangamuka. Watu wanataka mahali wanachangamuka. Lakini watu hawataki mafundisho. Kanisa ambalo halina mafundisho, hizo ndio vitu ambavyo sasa wachungaji tunataka tuwapatie kwamba rudi kwa mafundisho. Rudi kwa mafundisho. Katika Matendo ya Mitume 2 verse 36 mpaka 47 walikuwa wanafundishwa na walikuwa na fellowship na walikuwa wanaomba na walikuwa na mega mkate pamoja. Watu wakaelewa na watu wakaongezeka kwa sababu walikuwa wamejazwa Roho Mtakatifu. Naam, asante sana. Huyo ni mwenyekiti tu wa makanisa ya kievangeliko katika taifa la Kenya, ambaye tumezungumza taifa la Kenya, Kisii County. County ya Kisii, samahani, ambaye tumezungumza naye akitueleza kuhusiana na kipi ambacho kinafanya wananchi katika taifa la Kenya hasa kujipata katika mtego wa imani potovu, ila si imani za wokovu. Sina la ziada ila kukomea hapo, lakini mwenye macho hambiwi tazama na mwenye masikio hambiwi sikiliza. Chetu kikubwa ni kukuelimisha, kukufungua macho, kwa kuwa swala au tatizo hili la dini za kiovu lilivyokuwa likikithiri na kupita mipaka. Sina la ziada. Jina langu ni Kombo Alfayo ambaye nilikuandalia kipindi hiki kufikia sasa. Sina la ziada ila alamsiki.